Sana mwana michezo, tuweze kuzungumza mambo mbalimbali ya kimichezo na burudani. Kama bado haujasubscribe, fanya hivyo ili wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Kipaza kiko sehemu salama salmini kabisa chini yangu. Naitwa Derek David Kahimba, unaweza kuniita Kaisedo wa Bongo. Na ripoti kutokea hapa stesheni mitaa Kaburi moja. Nimekuja kuzungumza michezo na burudani. Lengo langu niweze kukupasha yale yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Ijumaa tulivu kweli kweli leo, na niwatakie Wakristo wote heri ya siku ya Ijumaa Kuu. Nikiwa na maana leo pasina shaka ndo siku ya majivu. Kuwa nami mwanzo mpaka pale tamati nitakapokuwa nikihitimisha mahojiano yangu haya na Pacha wa Simba Sports Club. Ndugu yangu Pacha, uko poa? Kwema, namshukuru Mungu. Vipi ndugu yangu? Heri ipo kabisa. Alhamdulillah. Zima upo? Tunamshukuru Mungu. Kumekuwa na kwenda. Safi kabisa. Bulbul. Karibu sana, karibu sana. Bwana ndugu yangu, nianzie hapa mwanangu. Jana ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League imeendelea tena hapo jana. Nimemshuhudia mnyama Simba Lunyasi akiibuka na ushindi wa mabao 2-0. Bao la Seleman Mwalimu na Ismail Traore yanawafanya Simba Sports Club kuondoka na alama 3 katika uwanja wake wa nyumbani Meja Isamuyo, lakini pia vile na magoli 2. Mnasemaje wana Simba, performance dhidi ya wagosi wa Kaya Coastal Union? Unajua ifiki wakati, hebu tuseme kweli, wana Simba wote tumefurahi jana, tumepata matokeo hususan magoli 2, lakini mimi nitakuwa tofauti kidogo na mashabiki wengi. Siku zote ndugu yangu Chapesa, mimi unanijua, mimi wanapenda kusimamia ukweli. Jana Simba kwa aina moja au nyingine, ile scoreboard haikutakiwa kusoma vile mbili bila kabisa. Kwa namna fulani tulibebwa. Kwa namna fulani kabisa tulibebwa. Ninapozungumza Simba jana tumebebwa. Jana watu wengi tumeangalia mpira. Unaweza kuona ile goli la pili tulofunga ni clear offside. Na mimi Ismail Traore. Mimi nilishangaa, lazimeni ama refarii atakubali vipi goli kama lile? Mtu anajitenga, yuko peke yake, anaenda kufunga goli. Ni mambo ambayo ya kushangaza, na hivi vitendo vinajirudia kwenye NBC Premier League. Mimi nashangaa sana. Hebu mwambie shabiki wote wa Simba, sisi tunacheza CAF Champions League. Goli kama lile unapewa? Kwenye mechi gani ya CAF Champions League Simba tulipewa goli kama lile? Ama sisi tulifungwa goli kama lile? Mtu mmoja atoke antajie, bwana mechi kadhaa sisi tulifungwa goli kama lile. Mambo kama hayo utaona NBC Premier League. Ndio mimi nasema tunaweza tukafurahia kwamba tunapata matokeo hususan pointi 3. Lakini haya mambo kama kweli tunasema malengo yetu nusu finali ama finali, ndio maana huwa tufiki Simba Sports kabisa. Kwa sababu mambo kama haya huwezi kupata kwenye CAF Champions League, unapata kwenye NBC. Na ndio maana tunapozea hivi vitendo vya kubebwa kwa aina moja au nyingine. Ndugu zangu, hii nusu finali tuiache basi, tubakia hapa kwenye makundi ama kwenye robo finali. Jana tumeangalia wote mpira. Atokee shabiki mmoja tu wa Simba anaambia lile ni goli halali. Brother, mambo kama haya ndugu zangu tusifurahi kwa sababu ni favor kwa Simba. Kwa sababu tunapata pointi 3, lakini hebu tuangalie tunashindaje. Haya magoli tunayoyapata tunastahili kushinda. Brother, tuwe wa kweli. Ifike wakati tuseme kweli. Hamstahili kushinda Simba kumbe. Simba unavyoangalia kwa sasa hivi kama jana tulideserve kushinda. Tulideserve kupata pointi 3, lakini kwa lile goli. Ile goli la kwanza la Mwalimu ni goli zuri. Goli la kwanza la Mwalimu, lakini kwa nini mimi nalalamikia goli la pili? Goli la pili alikustahili kwa goli, ni offside. Na mimi nashangaa, naona wachambuzi wengi ama waandishi wengi ili jambo amlioni. Lakini ndugu yangu Chapesa, mimi nimesikitika zaidi, nimemwona yule msemaji wa Coastal Union anasema Simba walikuwa bora, kwamba tusijadili ule mchezo. Manake nini? Kuna maagizo ambayo yalitokea. Kwa sababu haiwezekani wewe msemaji wa Coast unawakilisha watu wanajiita wana nani? Watu wa Tanga, wana Mangushi. Alafu wanafungwa goli la offside, wewe unasema tusijadili hili jambo. Inafikirisha. Ndio maana nasema tutapozoea mambo ya ovyo, ndugu zangu wa Simba, tunapoenda CAF Champions League tunahukumiwa. Mambo kama haya huwa hatupati. Mtumie fursa hii kuambia wana Simba wote, tusipende tunazoea magoli ya ovyo. Kumbe mnazoea kabisa. Ndio maana nasema lile goli la Suleiman Mwalimu ni goli zuri.
lakini lile la pili hapana. Bwana, tuzungumzie katika mchezo huo huo, mimi naendelea kusalia hapo bwana. Kama uliangalia tukio ambalo lilitokea Ismail Traore wakati anakwenda kukimbizana na mshambuliaji, kuna namna ya inflection ambayo ilitokea, mwamuzi alishindwa kuimwamua vyema kuwa mkwaju wa tuta. Watu wengi wanalalamika ya kwamba kama vijana wangepewa haki yao stahiki ya mkwaju wa penalty, dhahiri tungeshuhudia mchezo ungebadilika. Unajua ndugu yangu Chapesa, hebu tuongee ukweli kabisa. Siku zote mimi nimenyoka. Unaponioji mimi unanigombanisha na mashabiki wenzangu wa Simba. Na mimi siku zote nasimamia ukweli. Unaweza kuona ile penalty ya jana tungenyimwa sisi, wana Simba leo hii tungefanyaje? Au ndo tushafungua goli 2 bila na Coast, alafu tumepata ile penalty. Yes, imeje? Hebu vaa viatu vya Coast Union. Wana Simba ingekuwaje leo hii? Au kwa sababu ni Coast Union? Hii ilikuwa ni penalty halali. Na refa sijui aliwaza nini? Sijui alifikiria nini kuwanyonga ile penalty. Na ndio maana nasema mambo kama haya tunazoea kwenye NBC. Na mambo kama haya kama mimi ni shabiki wa Simba siyakubali. Na mambo kama haya tusiyafumbie macho. Tunapozoea mambo ya ovyo kama haya, hukumu yetu inakuja kwenye CAF Champions League ndugu zangu. Kwa hapa NBC tutafanikiwa. Vijana watanyimwa penalty. Lakini mimi niseme kitu kimoja ndugu yangu Chapesa. Haijarishi hata kama ingekuwa goli 2-1, ile penalty kama wangepewa wangeshinda. Hata kidogo basi wapewe. Unajua haki ya mtu unapomdhulumu haijarishi ni ndogo. Kuna mtu pale anaweza akasema haya ingekuwa 2-1. Sawa. Wangepata haki yao. Hata goli lingewasaidia. Unajua unapopata goli moja unapocheza na Simba, at least unajifariji, lile jasho ulilitoa, unaona kuna namna fulani na mimi nimefanyaje? Imenibeba. Kile kidogo chao wapewe. Na ndio maana nasema haya mambo ndugu zangu tutafurahia kama Simba tutapata in favor, lakini tuongee ukweli kabisa. Kuna shabiki gani wa mpira ama sisi mashabiki wa Simba nani anaweza kuombelea sio penalty? Tuongee ukweli wa Mungu. Tuache mapenzi ya Simba. Nani ambaye anaweza akasema ile ilikuwa sio penalty? Tuwe wa kweli. Bwana Pacha, tuzungumze hili bwana kuhusiana na Elie Mpanzu Kibisawala. Romance zimekuwa nyingi kweli kweli. Amesainishwa mkataba lakini pesa hajalipwa, na ndio maana hata jana kwenye benchi la ufundi hakuwepo. Vipi Elie Mpanzu Kibisawala na Simba Sports Club? Mkataba una magumasho aliyoongeza? Unajua mimi jana niliona ile taarifa ya Nasibu Mkomwe inatoka Instagram. Mimi nilishangaa na nilistuka kwa sababu kwanza Nasibu Mkomwe katika watu ambao nawaamini, basi huyu huwa ongei uongo kabisa. Na taarifa nyingi huyu jamaa huwa anatusaidia. Lakini habari yake ilinistua. Nikasema itawezekana vipi Simba pamoja na bosi wetu wapige picha ya kumsainisha huyu Kibisawala alafu asilipo hela. Brother, na mimi ilinigia mashaka. Nikaamua kufanya utafiti kwa kina. Lakini limejiridhisha kwa jicho langu la nyama kwamba huyu Elie Mpanzu hajalipwa kabisa. Na ndio maana nasema atokee shabiki wote wa Simba abishe hili, aseme kwamba Elie Mpanzu amelipwa. Brother, mimi niko tayari. Umenielewa? Huyo shabiki wa Simba nitaweka makubaliano maalum, nitampatia hata 200,000. Ndio maana nasema Simba huu ujanja mimi nilijua umeisha, kumbe bado unaendelea. Brother, huyo Elie Mpanzu hajalipwa. Elie Mpanzu kakopwa. Tuwe wa kweli. Propaganda kumbe. Hizi ni propaganda ambazo zimetengenezwa kwamba Elie Mpanzu tumemsainisha. Brother, mimi nilikuwa kwanza kufurahia Elie Mpanzu wana Simba kumbakisha ndani ya klabu yetu ya Simba. Na ningeshangaa kama Elie Mpanzu angeenda Yanga. Lakini mimi ninachosikitika zaidi tumemkopa, hatujamalizana naye, na kuna tetesi zinasema kwamba Elie Mpanzu atocheza mpaka alipwe hela yake. Of course ndio hilo jambo ambalo lilokuwepo, na ndio maana nasema mashabiki wenzangu wa Simba, ujanja tunaoleta tuache. Hawa wachezaji ni wanakuja kutafuta maisha hapa. Hawa hana mapenzi na klabu zetu. Hawa wanatafuta riziki. Tunapowaleta dhuluma ama tunapowazungusha matokeo yake ndio haya. Watu wanasema Elie Mpanzu anapenda Simba, kwa nini asicheze mechi ya jana? Anataka hela. Tumlipe hela zake. Haya mambo janja tuache. Si tuko bize tunadili na Damaro, tunasahau kumlipa Elie Mpanzu. Simba Sports Club iko tuko bize tunadili na Damaro.
tunashindwa kumlipa Eli Mpanzu Kibisawala. Hebu waambie mashabiki wote wa Simba, Eli Mpanzu anatudai. Kibisawala tumpe hela zake. Atokea shabiki wote wa Simba abishe hili kwamba Eli Mpanzu atudai. Bwana ndugu yangu, vipi kuhusiana na kesi ya Damaro? Mmeisikia lakini kama imeisha bwana. Ndugu yangu wa Chapesa, mimi nilizungumza kwako. Nilisema kwamba ili tunalofanya Simba ni utoto. Huyu mwanasheria kwanza, huyu mwanasheria wetu wa Simba kwanza apimwe hii afya akili. Haiwezekani ukawa mwanasheria mkubwa utengeneze hoja ambazo hazina kichwa wala miguu. Mimi ningemuelewa vizuri mwanasheria wetu angeenda kutengeneza proposal, akaoji kuhusiana na gari la Eliza. Akaoji kuhusiana vipi unawezaje kutoa hadi utatengeneza uwanja wenye kuingiza mashabiki 10,000 kama sikosei au 12,000, si ndio? Wakati gari bado hujaleta. Yaani unaanza kuambia watu kuhesabu 10 wakati moja hujaanza. Brother, huyu mwanasheria mimi ningemuelewa zaidi angetuletea hoja ya kumuuliza huyu bwana Jeruti. Unawaambia mashabiki wa Simba kwamba utawaletea Eliza. Vipi unapoambia kwamba utajengea uwanja na gari la Eliza lipi lenye thamani? Hebu ifike wakati mashabiki wa Simba tuache hii tabia. Tusiwe kama ni bendera ufuata mkumbo. Tunadanganywa sana. Tunadanganywa kama watoto wadogo. Ndio maana mimi niko tofauti na mashabiki wengi wa Simba. Ipo siku brother Chapesa, mashabiki wote wa Simba watanielewa. Kwa sasa hizi hawakuelewi. Mimi ndo naipambania Simba kwa jasho jingi. Wewe na Mchome hamueleweki kwa sasa. Unajua sisi ambao tunaisimamia kuipambania jasho Simba kwa jasho jingi, tunaonekana wasaliti. Tunaonekana sisi si wana Simba. Lakini sisi tusiposimama tukamuoji Ujeruti, vipi kuhusu Eliza? Hujatimiza ahadi. Sasa hivi unasema kuhusiana na uwanja wa watu 10,000. Mimi nilitegemea wana Simba wote tungeungana, tungemuuliza Jeruti vipi ili gari la Eliza mwaka sasa wangapi unaenda? Mwaka mzima kama sikosei. Mwaka hujafika. Lakini angeleta gari la Eliza liko wapi? Anatuahidi kiwanja. Ndio maana nasema mashabiki wa Simba tuamke. Hizi propaganda tuziache. Kila siku tunafanya kama watoto wadogo. Tunapotokea sisi tukalikataa hili jambo tuonekana wasaliti. Sasa wasaliti sisi au wale ambao huwa wanapaka mafuta kwa mgongo wa chupa? Ndio maana tuwe wa kweli ndugu zangu wa Simba. Shukrani sana kaka. Asante.